Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Kujitolea kwa dhati kwa Mungu kunamaanisha unapatia neno lake nafasi ya kwanza maishani mwako. Na unachambua neno si tu wakati una muda wa kufanya hivyo katika ratiba yako, bali unalipatia neno kipaumbele na unampa Mungu nafasi ya kwanza maishani mwako. Na daima una muda kwa Mungu kwa sababu umepata hekima ya kutosha kujua kwamba ikiwa huna muda kwa Mungu, hakuna kitu kingine chochote ambacho kitafaulu maishani mwako. Wacha nikupe mpango mpya. Usijaribu kumtafutia Mungu nafasi katika ratiba yako. Ratiba yako ni sharti iwe na nafasi kwa Mungu. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Wacha niulize swali. Je, Mungu amekuwa akikunenea kuhusu kuachilia kitu fulani, lakini bado umekishikilia? Pengine ni urafiki ambao si urafiki mzuri kwako. Yeyote? Aha. Pengine ni mtazamo mbaya. Uh, Pengine ni mtu tu ambaye unampenda na umekuwa ukijaribu kumbadilisha au kumshawishi atende kile kilicho sahihi, na Mungu amekuwa akikwambia uachilie na umkabidhi hadi hiyo. Sawa. Basi leo naona hatuna lingine ila kufurahia mkutano wetu. Mhubiri mlango wa 3:1-8. Wikendi hii tunazungumza kuhusu kutumia muda wetu vizuri. Na naamini kwamba kuna misimu ambapo kuna upako maalum wa Mungu wa kutekeleza jambo fulani. Na kwa hivyo ikiwa huu ni msimu ambapo Mungu anakunenea uachilie kitu fulani, basi kuwa na hekima na ukiachilie msimu huu, kwa sababu Mungu akisema huu ndio wakati, itakuwa rahisi zaidi kukiachilia wakati Mungu anakunenea kukihusu kuliko wakati mwingine wowote. Amen. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Baba, tunakushukuru kwa kutusaidia kuishi katika wakati wako ili tusikose kile ambacho umetupangia maishani mwetu katika jina la Yesu. Amen. Yohana mlango wa 15 mstari wa 1-8. Napenda Yohana mlango wa 15. Nimekichambua, nimekisoma mara nyingi na huwa nakifurahia sana. Kuanzia mstari wa 1, Yesu alisema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu, hiyo ndani yangu inamaanisha watu wanaomwamini. Kila tawi ndani yangu lisilozaa, ambalo limeacha kuzaa, huliondoa, hulipogoa na kulikata. Kwa hivyo, ni mapenzi ya Mungu kwamba tuzae matunda mazuri. Na kama vile kukiwa na tawi katika mti ambalo halizai matunda ilhali matawi mengine yote yanazaa matunda,
Mkulima mzuri atalikata na aliondoe. Ikiwa kuna sehemu za maisha yetu ambazo hazizai matunda, basi Mungu atashughulikia sehemu hizo na atazipogoa, atazikata na aziondoe maishani mwetu. Inaweza kuwa vizuri kama tunaweza kuona kile ambacho Mungu anaona na tukubaliane naye na tuseme, ndiyo Mungu, hivyo ni vizuri, tuondoe kitu hicho. Lakini kama sisi sote tunavyojua, huwa tunashikilia vitu hivyo kwa muda mrefu. Ni jambo la kushangaza jinsi ambavyo huwa tunashikilia vitu ambavyo vinatudhuru kwa muda mrefu. Lakini hebu tutafakari jinsi ambavyo kufanya hivyo ni kukosa hekima. Jinsi tunavyoshikilia vitu vinavyotudhuru na vinavyoiba maisha ambayo Yesu anataka tuwe nayo. Lakini kwa sababu moja au nyingine, tunaogopa sana kuachilia kile tunachoshikilia kwa sababu bado hatufahamu wala hatuelewi kile ambacho tutapokea. Kama usiogope kumwacha Mungu afanye kile anachotaka kufanya maishani mwako. Kila tawi lisilozaa huliondoa, hulipogoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Niligundua jambo fulani miaka kadhaa iliyopita ambalo lilinisaidia. Inaonekana ni kana kwamba utapogolewa ukizaa matunda na pia usipozaa matunda. Kwa hivyo, kupogolewa ni hali ambayo ni lazima iwepo katika maisha ya Kikristo. Hivyo basi tunaweza kuafikia hitimisho kwamba hatuna budi kumwacha Mungu afanye analotaka kufanya kwa sababu anatupenda sana. Sasa elewa hii, Mungu anakupenda sana kiasi kwamba kamwe hata kuacha ufanye chochote unachotaka kwa njia yako mwenyewe. Amen. Mungu huturudi. Yeye hutufunza na kutufinyanga kupitia njia mbalimbali kwa ajili ya upendo wake kwetu. Na naweza kuwapeleka katika Ibrania 12, ina mafunzo mengi kuhusu marudi. Inaonyesha jinsi Mungu hutufinyanga na kutufunza. Yeye hufanya hivyo sana kiroho. Yeye hufanya hivyo sana kupitia neno lake. Lakini kama nilivyosema jana, unapowapenda watoto wako, ungependa kuwapa neno lako ili wafanye kile unachowaambia. Lakini wasipojitolea kufanya hivyo kwa dhati, baada ya muda itakubidi uguse hali zao za maisha. Sasa hiyo haimaanishi kwamba Mungu ni mkatili na kwamba yeye huchukua hatua za kutumiza mara kwa mara. Lakini nafikiri sisi sote tunafahamu kwamba wakati mwingine kuna vitu fulani maishani mwetu ambavyo vinatutatiza, lakini tunakataa kuviachilia au tunapinga mabadiliko ambayo Mungu anajaribu kuleta maishani mwetu. Lakini baadaye tunagundua, jamani, kumbe jambo hilo ndilo lizuri zaidi kwangu. Kwa hivyo, leo natumai sana kwamba kwa neema ya Mungu nitaweza kuwasaidia nyinyi nyote kumwamini Mungu zaidi na kugundua upendo mkubwa alio nao kwetu, na kwamba jambo lolote likitokea maishani mwetu, Mungu atalitumia kwa faida yetu mradi tunaweka imani yetu kwake. Na naamini hilo. Hicho si kifungu kizuri tu cha kukiri. Naamini haijalishi nini kitatokea wala kitatoka wapi, ikiwa tutaendelea kumpenda Mungu na tutake kutekeleza mapenzi yake, atachukua kitu hicho na akitumie kwa faida yetu. Unajua, sisi sote tunataka kumsikia Mungu. Tunataka kujua kile ambacho Mungu anasema. Na Mungu huzungumza nasi kwa njia nyingi mbalimbali. Ile sauti tulivu ndiyo njia kuu anayotumia. Ile hali ya kujua moyoni mwako. Unajua tu, lakini hata hujui unajuaje. Lakini unajua tu. Lakini Mungu pia hunena kupitia hali zetu za maisha. Basi mara nyingi ninapojaribu kufanya jambo maishani mwangu lakini sifaulu, na najichosha mwenyewe kwa kujaribu kutumia nguvu kufungua milango ambazo ni dhahiri Mungu amezifunga, basi huyo ni Mungu anajaribu kuniambia kupitia hali hiyo kwamba hii si yako. Hii si yako. Ni shetani tu. Sawa, ndiyo tunahitaji kumpinga shetani, lakini wacha niwaambie kitu. Ikiwa ni mapenzi ya Mungu kwamba utekeleze jambo fulani, hakuna shetani anayeweza kukuzuia kutekeleza jambo hilo, mradi weke macho yako kwa Mungu. Kwa hivyo, tusimpe shetani nguvu zaidi kuliko vile anavyostahili. Amen. Haya, tuendelee na Yohana. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia, mafunzo niliyowafunza. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Muishi ndani yangu, nami niishi ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa na liunganishwe na lipate uzima ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Sasa, wangapi kati yenu wanataka kuzaa matunda mema maishani mwao? Sawa. Njia ya pekee ambayo tawi linaweza kuzaa matunda ni likiwa limeunganishwa na mzabibu. Nimewahi kutoa mifano katika mikutano yangu ambapo nilileta mmea ulio hai hapa mbele usiku wa kwanza, kisha nikavunja tawi moja na
na nikaliweka mahali hapa, na tuliliangalia wikendi nzima likinyauka polepole mpaka likafa. Njia ya pekee ambayo tunaweza kuwa na uzima ndani yetu ili tuzae matunda, haijalishi kama ni matunda ya kiroho katika mambo madogo madogo kama kuelewana na familia yako, kuelewana na wafanyakazi wenzako, kuenda duniani na kuwa shahidi mzuri, au kama ni katika mambo mengine kama vile nguvu tunayohitaji kustahimili hali ngumu za kimaisha, nguvu tunayohitaji kutekeleza mapenzi ya Mungu, njia ya kipekee ambayo tawi lolote, kila mtu aseme mimi ni tawi. Njia ya pekee ambayo tawi lolote linaweza kuzaa matunda mema ni likiwa limeunganishwa na mzabibu. Ndiyo maana daima mimi husisitiza swala hili la kuwa na muda na Mungu, kuwa na muda na Mungu, kuwa na muda na Mungu, na kufahamu kwamba kutembea kwetu na Mungu si jambo la Jumapili asubuhi peke yake. Sasa, unajua wengi wenu mmetumia wikendi yenu kuja kwa kongamano hili, kwa hivyo yamkini tayari mnajua hilo. Lakini sizungumzi na nyinyi peke yenu, nazungumza na mamilioni ya watu kote duniani ambao wanatutazama kwa runinga. Na sijui uhusiano wenu na Mungu ni wa aina gani, au hata kama mna uhusiano wowote na Mungu. Lakini yamkini itakuwa sawa kabisa nikisema kwamba kuna watu wengi wanaotutazama ambao kweli wanampenda Mungu, lakini uhusiano wenu naye ni wa kidini. Ni ule wa kufuata tu sheria na masharti ya kidini. Huenda mnasoma Biblia zenu kidogo kila siku, mnaomba kidogo kila siku, mnaenda kanisani Jumapili asubuhi na mnahisi kana kwamba hayo yametosha na mko sawa na Mungu. Basi, mnajua nini? Pengine uko sawa na Mungu, lakini hutazaa matunda yoyote ukiishi kwa namna hiyo. Utatawaliwa na hisia zako kila wakati, na njia pekee ambayo utawahi kuwa na furaha ni kama mambo yanaenda kama unavyotaka, na hiyo hudumu kwa dakika chache tu. Hutakuwa shahidi mzuri duniani, utafadhaika kila wakati, utakuwa unang'ang'ana kila wakati, itakuwa ngumu kuelewana na wewe. Sinasema ukweli kufikia hapo? Sawa. Lakini tunapokuwa tumeunganishwa na mzabibu, kuna nguvu ya siri yenye uzima ambayo hatuielewi na hatuwezi kuieleza, ambayo tunapata kutoka kwa mzabibu. Mzabibu ni Yesu, na bila kung'ang'ana, bila fadhaa, tunaweza kuzaa matunda. Unaona, Wakristo wengi sana, na mimi nilikuwa mmoja wao hapo zamani, husema najaribu kuwa na subira, najaribu kuwa na furaha, najaribu kuwa na amani, lakini nafadhaika sana nikijaribu kuwa na amani. Hebu niwaulize swali. Je, mewahi kuona mti wa mchungwa shambani ukisema najaribu kuzaa machungwa? Ni msimu wa machungwa jamani, najaribu kuzaa machungwa. Basi hatutazaa matunda kwa kujaribu na kung'ang'ana. Naamini kwamba huwa tunatia juhudi, lakini ni juhudi katika Roho Mtakatifu, na kwa hivyo ni juhudi tofauti kabisa na juhudi ya kimwili. Ni kwamba juhudi yangu kuu ni kuhakikisha nimeungana na Yesu. Juhudi yangu ni juhudi ya kiroho. Naamini namtegemea Mungu. Wacha niwaambie jambo, kila siku, kila dakika ya maisha yako unahitaji usaidizi wa Mungu. Hakuna hata dakika moja ya maisha yetu ambayo hatumhitaji Mungu kwa njia kubwa. Mnanielewa? Tunahitaji usaidizi wake kwa dhati. Kama ningekuwa wewe, yamkini ningesema si chini ya mara 100 kwa siku, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Naomba nisaidie. Hata si lazima ujue unahitaji kusaidia kwa nini, kwa sababu nakuhakikishia unahitaji usaidizi kwa jambo fulani. Sema tu Mungu nisaidie. Afadhali ningeweza kuwaelezea siri ya ajabu ya jambo hili. Kuweza kuketi chini. Usitatizike sana na kile unachofanya unapokutana na Mungu. Nikikutana na Mungu, napaswa kufanya nini? Kusema ukweli. Na natumai hii, unajua, si eti na kaidi kanuni za Kikristo, lakini sidhani kile utakachofanya kina umuhimu mkubwa. Nafikiri kitu cha muhimu ni kwamba umekuja mbele zake, unampa muda wako, na kukuja kwako mbele zake ni kusema, naogopa kuanza siku hii bila wewe.
Sina imani kwangu mimi binafsi na kuhitaji. Nisaidie, nitie nguvu. Ni dhahiri kwamba pamoja na kusoma neno na kujifunza kanuni za maombi na kukiri neno, kuna mambo mengi ya kiroho ambayo tunaweza kutekeleza wakati huo. Lakini nafikiri kwamba mara nyingi watu hutatizwa na kile wanachopaswa kufanya, na huwa wana taratibu wanayojaribu kufuata kila siku, na baada ya muda mfupi huwa wamechoka nao. Lakini ukifuata Roho Mtakatifu, kutakuwa na ubunifu na mambo tofauti tofauti, na utafurahia muda huo, na hata hutajua nini kimetendeka. Utajua tu wewe na Mungu mlikuwa hapo na mlikutana kwa njia ambayo hukuielewa, na ghafla unajipata una mtazamo mzuri zaidi wa siku kushinda ule uliokuwa nao kabla ya kuwa na muda huo. Muda mrefu ni bora zaidi, lakini wacha nikwambie kitu. Ikiwa una dakika 2, unaweza kukutana na Mungu kwa dakika 2 kama huo ndio muda ulio nao. Unapozongwa na hisia za fadhaa kazini, nenda chooni, jifungie humo na uchukue. Wacha niwaambie kitu. Dave alipokuwa, ulikuwa na miaka mingapi? 18. Alipokuwa na miaka 18, Dave alipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya choo cha kazini mwake. Jamani, hilo ni jambo la aina gani la kuambia watu? Huwezi kujua ni wapi Mungu atakutana nawe. Lakini unajua alifanya nini? Alitamani uhusiano wa ndani zaidi na Mungu. Alikuwa amefadhaika na Ukristo wa kawaida. Alijua kulikuwa na zaidi ya kwenda kanisani na kurudi nyumbani, kwenda kanisani na kurudi nyumbani. Na hata hakujua alitaka nini hasa. Lakini alikuwa anatafuta kitu fulani katika Mungu. Aliingia ndani ya choo cha kazini kwake, akaketi chini, akafunga mlango na akamwambia Mungu, sitoki hapa. Sitoki mahali hapa mpaka uniguse na unipe kitu hicho ambacho bado sijakipata. Sasa najua baadhi yenu mnafikiria, huyu anasema nini? Na unajua nini? Dave alipokea uponyaji wa kimwili siku hiyo, macho yake yaliponywa. Alikuwa anavaa miwani hapo awali, lakini Mungu aliponya macho yake, na kwa miaka mingi toka siku hiyo haikumbidi avae miwani. Bila shaka Mungu alimgusa kwa njia kubwa. Ukikaa ndani yangu, si tu kwenda kanisani Jumapili asubuhi, si tu kumtazama mhubiri unayempenda zaidi akihubiri kwenye runinga kila asubuhi. Sijui wako ni yupi, lakini ukikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yako, ukiishi ndani yangu, ikiwa kuna uhusiano, utazaa matunda mengi. Amen. Na naweza kusema kwamba ukikaa ndani yake, hata akipogoa mambo ambayo amekuwa akituzungumzia, mambo ambayo anataka tuyaachilie, hatutaona vibaya tutakapokuwa tutapogolewa, kwa sababu tutakuwa na nguvu kutoka kwa Mungu ambayo inatuwezesha kufanya mambo kulingana na njia ya Mungu. Amen. Haya, sawa. Mstari wa 5, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi, ikiwa mmetenganishwa na nguvu yangu, nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Jamani, je, tunahitaji kupewa ufunuo wa kina zaidi kuliko huo? Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi lililokatwa na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Nyinyi mkikaa ndani yangu, muwe mumeunganishwa na mimi, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Semeni wao. Kisha mstari wa mwisho, hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Sisi sote tuwe
watu ambao kweli tunataka kuzaa matunda mema. Tusiwe watu ambao tunatembea na Mungu ili atupatie kile tunachotaka tupatie. Tuzingatie zaidi kile ambacho tunaweza kumpatia Mungu, jinsi tunavyoweza kumwakilisha, jinsi tunavyoweza kuwa mabalozi wa Kristo. Ikiwa ulikuja hapa ili nikupe siri 3 za jinsi unavyoweza kupata kile unachotaka, unajua huo si mwelekeo wangu. Naamini kwamba tukijitolea kikamilifu kwa Mungu, atatupatia kile tunachotaka. Huenda hakitakuwa kile tulichofikiri tunataka, lakini kitatuletea furaha. Kitakuwa kitu ambacho hakuna mtu yeyote anayeweza kutupatia na kitaturidhisha. Sasa, kusema ukweli, tunapoanza uhusiano na Mungu hapo mwanzoni, sisi sote huwa katika hali mbaya sana. Unajua, huenda mioyo yetu ni misafi, lakini tuna matawi mengi yaliyokufa. Tuna mambo mengi ambayo tumeyashikilia na tumeyazoea na yanahitaji kushughulikiwa maishani mwetu. Na katika Waibrania mlango wa 12, Biblia inasema kwamba, hebu tuisome Waibrania 12:26 mpaka 29. Nafurahia kwamba mnapenda neno la Mungu kiasi kwamba mnakuja hapa, na ni jambo la kufurahisha sana. Asanteni. Mstari wa 26, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena nitatetemesha si nchi tu, bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Kwa hivyo naamini Mungu atatetemesha kila kitu maishani mwetu ambacho kimelegea. Jamani, kila kitu maishani mwetu ambacho kimelegea, mpaka kile kitakachobakia ni mti wa uadilifu, mti uliopandwa na Bwana, unaozaa matunda mema katika kila msimu kwa utukufu wa Mungu. Amen. Na sijui wewe, lakini ningefurahi kusema kwamba unaweza kuwa hivyo kwa maombi tu. Unaweza kuwa hivyo kwa kusema tu Biblia yako, lakini kusema ukweli nafikiri hiyo haitoshi, kwani sisi ni watu wenye shingo ngumu. Nafikiri kwamba inambidi Mungu ashughulikie vitu fulani vilivyo katika maisha yetu. Na kama tujuavyo sisi sote, hatua hiyo huenda haitakuwa ya kufurahisha, lakini mwishowe matokeo yake ni mazuri sana. Kwa hivyo siogope Mungu anapoanza kukushughulikia maishani mwako. Ukiona mambo yanachukua mwelekeo tofauti na ule unaotaka uyachukue, sema tu, Mungu na kuamini, si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Hebu tuangazie haraka Mithali 3:13. Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu unaotoka katika neno la Mungu na katika uzoefu maishani. Unajua nini? Nina ufahamu mwingi maishani mwangu na namshukuru Mungu kwa yale ninayofahamu. Na nimepata ufahamu huo kwa njia mbili tofauti, kwa kusoma kitabu hiki na kwa kuwa hai duniani kwa miaka 71, na kwa miaka hiyo nimepitia mambo mengi maishani. Naelewa uchungu wa kudhulumiwa na kile unachopaswa kufanya kushinda hali hiyo. Naelewa jinsi unavyoweza kumchukia mtu na uwe na sababu nzuri ya kumchukia, na naelewa uchungu wa kuishi na chuki na kutosamehe. Pia naelewa faida ya kusamehe mtu kikamilifu, kumwachilia na kuona Mungu akifanya kazi maishani mwangu. Umenisikia? Kwa hivyo, tafadhali mniamini ninapozungumza na nyinyi kuhusu mambo haya. Mahubiri haya yote ambayo nimeyarekodi, vitabu, CD na DVD, sikuyabuni tu kutoka kwa kitabu cha mahubiri. Yale yaliyo pale kwenye meza ya rasilimali ni maisha yangu. Na nawaambia, Mungu hana ubaguzi, na kile anachomfanyia mtu mmoja anaweza kumfanyia mtu mwingine. Na unaweza kuwa na maisha mema ajabu, lakini si kwa kufanya kila kitu kwa njia zako mwenyewe, ni kwa kumwacha Mungu afanye kwa njia yake. Bwana apewe sifa. Kupogolewa daima husababisha ukuaji upya.
Umewahi kuhisi kusema, Mungu jamani, umezidi hapo, umevuka mipaka, utaninyang'anya kila kitu? Na wakati mwingine nimehisi hivyo. Siku moja Dave alimwita mtu mmoja aje apogoe mti mmoja uliokuwa mbele ya nyumba yetu, na niliporudi kutoka kazini nilimwambia mtu huyo, umeharibu kabisa mti wetu. Mti huo ulikuwa umebakia karibu tupu. Alisema, ngoja utaona. Na baada ya muda mfupi mti huo ulikuwa maridadi kuliko hapo awali. Kwa hivyo tunaposhughulikiwa, tunapopogolewa, wakati mwingine huwa tunasema, unafanya nini? Sielewi, inatia uchungu, si haki. Lakini utakuwa bora zaidi. Naweza kuambia ukweli kwamba kamwe sijawahi kuinuliwa na Mungu katika sehemu yoyote ya maisha yangu, na namaanisha kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Sijawahi kuinuliwa kabla Mungu hajashughulikia jambo fulani maishani mwangu katika kiwango hiki ambalo singeenda nalo kiwango hiki. Unaona, huenda kuna mitazamo na tabia ambazo unaishi nazo wakati huu, lakini kama unataka kufika kiwango cha juu zaidi, basi huna budi kuachana na mambo hayo. Napenda kusema kwamba wakati mwingine katika kila kituo kuna mtu atakayeteremka kutoka kwa basi na kuna mtu atakayeingia ndani ya basi. Kwa hivyo kila kituo unachosimama, ikiwa unataka kufika kituo kinachofuata, ni sharti mtu ateremke na mwingine aingie. Amen. Sasa hebu tuzungumze kuhusu tai. Biblia inasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Haisemi watapiga tu mabawa kama kuku. Kuna ujumbe unaotayarisha unaitwa unapiga mabawa au unapaa. Je, unajua jinsi ya kupaa juu pamoja na tai, au bado unapiga mabawa kama kuku huku ukirusha tu vumbi bila kupaa juu? Basi watoto wa tai hutunzwa vizuri sana, sawa na Wakristo wachanga, na mama yao huwatengenezea kiota kizuri sana, kina manyoya na matawi madogo na majani, na huwa anakusanya vitu vya kila aina kwa kiota hicho. Ni kiota kizuri sana, na huyo tai mdogo hulala tu ndani ya kiota akihisi njaa. Unajua kile ambacho tai hufanya, mama atapaa na aende kutafuta chakula na atamletea mtoto wake na ampe. Na tai huyo mdogo huwa mzuri sana, tena na furaha sawa na Mkristo mchanga. Ukitaka mtu akuombee, tafuta mtu ambaye ameokoka hivi karibuni, kwa sababu Mungu wafanyia Wakristo wachanga chochote kile, lakini kwa muda mfupi tu. Kisha unajua ni kana kwamba uko katika fungate baada ya harusi. Unasema tu mambo mazuri haya. Kisha baada ya muda mfupi unasema, hii ni nini? Basi wakati ukifika wa tai mdogo kupaa, ambayo ni kusudi la Mungu kwamba sisi sote tupae, amen, tupae pamoja na tai, itakuwa vizuri kama mama atakuja na aseme tu, mtoto wangu, ni wakati wa kutoka ndani ya kiota na upae. Huyo tai mdogo hatataka kutoka ndani ya kiota hicho. Amezoea kujivinjari humo ndani, hataki kutoka. Na ninachowaambia ni ukweli. Mama tai huanza kuondoa vitu kutoka kwa kiota hicho siku baada ya siku na kuvitupa nje. Vitu hivyo vizuri, manyoya, vipande vya sponji alivyookota huko chini, vitu vizuri vinavyoleta starehe. Na baada ya muda mfupi huyo tai mdogo anajipata hana chochote ila msingi wa kiota ambao umetengenezwa na miba, matawi magumu yaliyozeeka ambayo hayana starehe. Kwa hivyo hebu tuseme tu kwamba huyo tai mdogo baada ya kuambiwa aondoke, ametoa kichwa chake nje ya kiota na anaangalia nje huku akifikiria, sijui kiota hiki hakina starehe tena, pengine huko nje ni bora zaidi. Basi mama yake anaamua kumsaidia mtoto wake, anamchukua kisha anapaa naye juu hewani na anamwachilia. Kabla hajaanguka chini, mama yake anakuja kwa kasi. Oh mama, kumbe bado unanipenda. Jamani, kuna mtu anaelewa ninachosema?
Anamchukua na kupaa naye juu tena, na anarudia kufanya hivyo tena na tena na tena, mpaka hatimaye mtoto anaanza ku na hivyo ndivyo Mungu anataka tuwe. Unajua, katika Isaya mlango wa 3 mstari wa kwanza Biblia inasema kwamba Mungu huondoa kile tunachoegemea. Wacha nikuulize swali, egemeo lako ni nini? Unaona, Mungu anataka tuwe na msingi thabiti katika neno na tuwe na msingi thabiti katika upendo wake, ili kusiwe na chochote kinachoweza kuiba hakikisho letu. Na ingawa tunaweza kuhisi hofu, hofu hiyo haituzuii. Tuna ujasiri wa kutosha katika Mungu unaotuwezesha kuendelea mbele. Hata marafiki zetu wa karibu zaidi wakitugeuka, huenda tutahisi uchungu, lakini bado tunaye Yesu maishani mwetu. Mmenisikia? Unahitaji nini ili usimame imara? Unahitaji nini ili uwe na nguvu ya kudumu katika Bwana? Je, ni kundi la marafiki wa Kikristo ulio nao ambao hukufanya ujihisi vizuri? Je, ni kazi fulani ulio nayo ambayo hukufanya ujihisi vizuri? Wacha niwasimulie hadithi moja. Baada ya kufunza Biblia kwa miaka 5, katika awamu ya pili ya huduma yangu, nilifanya kazi na kanisa moja la mji wangu kwa miaka 5. Na nilijifunza mambo mengi sana hapo. Nilikuwa na wakati mzuri na pia nilikuwa na wakati mgumu. Nilikuja kugundua kwamba huwezi kustahili kuwa na mamlaka mpaka uelewe jinsi ya kuwa chini ya mamlaka, na jambo hilo halikuwa rahisi kwangu. Basi wacha niwaambie tu kwamba ikiwa unangoja kuinuliwa ili uwe na kazi yako mwenyewe, lakini bado hujaelewa jinsi ya kuwa chini ya mamlaka mahali ulipo sasa, haya, mnaweza kutumia ushauri huo kama mnavyotaka. Basi Mungu akaanza kuninenea kwamba alitaka niache kazi katika kanisa hilo ili nianze huduma hii. Basi nilikuwa na hofu sana, na neno tulikuwa tunasikia kila mara, nichukue huduma yako, nenda kaskazini, kusini, mashariki au magharibi. Lakini tatizo lilikuwa ni kwamba hakuna mtu alinijua kaskazini, kusini, mashariki au magharibi. Sikuwa na lingine ila huduma yangu nzuri mjini St. Louis, na nilikuwa katika stesheni moja ya redio ya mji huo. Basi napaswa kwenda wapi kaskazini, kusini, mashariki na magharibi? Unajua, ikiwa Mungu kweli anataka utekeleze jambo fulani, ukiendelea kupoteza wakati, unaweza kufadhaika ndani yako. Kuna mtu hapa anaelewa jinsi unavyohisi wakati Mungu anakunenea na anakunenea na anakunenea na anakunenea. Na unajua, mambo ambayo niliyapenda kama mikutano ya hafla ya wafanyikazi na mambo kama hayo, nilichukia kila kitu nilichokuwa nafanya hapo. Sikutaka kuendelea na kazi hiyo, sikutaka kwenda kanisani tena, kazi hiyo haikunisisimua. Sijui nini mbaya na mimi. Basi hatimaye, wacha nifupisha hadithi hii, si lazima niiseme yote. Mungu alinishawishi na nikaacha kazi yangu ya kuketi mezani na kutumia calculator. Na nikaanza mkutano kaskazini mwa St. Louis, mashariki mwa St. Louis, magharibi mwa St. Louis na kusini mwa St. Louis. Mkutano mmoja kila pembe ya mji. Mungu alisema nenda kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Na mimi kama mtoto mdogo nilijaribu niwezavyo kufanya hivyo. Sasa, lakini kuna kitu niligundua ambacho sikukijua nilipokuwa nafanya kazi hiyo. Unajua, wakati mwingine ukiwa na kitu, huwezi kujua jinsi unavyokitegemea mpaka wakati Mungu atakitikisa na kiondoe. Uhakikisho wako uko wapi? Je, bado utakuwa na uhakikisho ukipoteza marafiki zako? Je, bado utaweza kumtegemea Mungu hata ukifanya uamuzi wa kukua katika Mungu na ukataliwe na kundi lako la wakati huu? Je, unaweza kukabiliana na hali hiyo na bado uendelee kutembea na Mungu, au utakata tamaa na uendelee kuwa mtu wa kufurahisha tu watu wengine? Tuko pamoja. Nazungumza tu na watu walio hapa leo ambao wanataka kuendelea mbele na Mungu. Sizungumzi na mtu yeyote ambaye anataka kubakia kuwa mtoto wa tai. Leo nazungumza na watu ambao wana ari ya kuwa kama tai. Amen? Je, unataka kupaa au unataka kupiga mabawa? Ni juu yako. Kwa hivyo, ni sharti ukumbuke kwamba nilipokuwa nafanya kazi katika kanisa lile, unajua, nilikuwa napendwa sana hapo. Mara nyingi mimi ndiye niliyehubiri wakati mchungaji mkuu hakuwepo. Nilikuwa mchungaji msaidizi, nilifunza katika shule ya Biblia, niliongoza mkutano wa kina dada mara moja kwa wiki ambao ulihudhuriwa na mamia kadhaa ya watu, na ilikuwa ni hafla nzuri sana mjini St. Louis. Nilikuwa na sehemu ya kuegeza gari langu yenye ubao uliandikwa jina langu. Jamani, tunapenda kuwa na majina yetu. Tuko pamoja?
Nilikuwa na kiti kilichoandikwa jina yangu miongoni mwa viti vya mistari ya mbele. Katika kila ibada kulikuwa na bango lililoandikwa Joyce Meyer, Dave Meyer. Hakuna mtu aliyeketi kwenye kiti changu. Ofisi yangu ilikuwa na jina langu mlangoni. Meza yangu ilikuwa imeandikwa jina langu. Jina langu lilichapishwa kila wiki katika nakala ya matangazo kama mmoja wa wafanyikazi. Unaona, nilikuwa mtu muhimu. Kuna mtu yeyote anasikia leo? Na basi nilipoondoka, jina langu halikuwepo tena katika sehemu ya kuegeza magari. Ilinibidi nijitafutie mahali kama watu wengine. Jina langu halikuwepo kwenye kiti, ilinibidi niketi mahali popote. Sikujua kile kilichokuwa kinaendelea. Sikualikwa kwenye hafla za wafanyikazi, sikualikwa kwenye hafla mbalimbali maalum za viongozi. Basi nilipoenda kanisani Jumapili asubuhi, nilihisi mahali hapo hapa kunifaa. Nilijiona sina thamani. Na unaona, Mungu hataki uwe katika hali hiyo, na hakutaka niwe katika hali hiyo. Alinipokonya vitu hivyo, au alinena kwa muda mrefu wa kutosha mpaka nikaachana na hayo yote, kwa sababu alikuwa anataka kuninua kwa kile ambacho sasa kimekuwa hii. Lakini sijui kama tunafahamu kwamba wakati mwingine huwa tunapatwa na jaribu la kurudi tena kwa kile tulichokuwa nacho badala ya kupiga hatua kwa kile kilicho mbele yetu. Mmenisikia? Nazungumza na mtu leo. Sawa, wengi wenu wakati huu mko katika kile ninachoita katikati. Mmekuwa na mwanzo, mnaelekea mahali, lakini mko katikati. Usikate tamaa hapo katikati. Wacha niwaambie, mikutano yangu ilikuwa na watu wachache zaidi baada ya kulihama kanisa hilo. Nilitia bidii zaidi. Nilijipata peke yangu sana, na nilitafakari na kujiuliza, hii ndio kuinuliwa? Nilitaka kurudi kwa kile nilichokuwa nacho. Ni wanawake wangapi hushinda wakimrudia mtu ambaye huzungumza nawe kana kwamba wewe ni mbwa, anakudharau, pengine hata anakupiga, anakutumia, anakudhulumu, kisha unamtoroka na baadaye unahisi upweke, inakuwa ngumu kwako, anakuambia maneno machache matamu na unamrudia tena. Sikiliza, nataka ukae mahali popote ambapo Mungu anataka ukae, na si kwamba nasema utoroke hali ngumu za kimaisha, lakini una thamani zaidi kushinda kukaa na mtu anayekupiga na kukudhulumu na kukutumia vibaya. Na hebu nisikilize, hausaidii mtu huyo kwa kukubali akufanyie hivyo. Kama hutaki kuondoka kwa faida yako, basi ondoka kwa faida yake. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yesu alisema, mimi nilikuja ili mfurahie uzima wenu, kisha muwe nao tele kiasi cha kufurika. Una thamani. Hamjui ni mara ngapi nilikuwa karibu kurudi kwa kazi hiyo ambayo bado ilikuwa wazi kwangu. Ningerudi wakati wowote. Lakini nafurahi sana kwamba nilichagua kitu kigumu zaidi. Huwa nashtuka nikifikiria yale tunayokosa kwa ajili ya kukataa kupiga hatua mbele. Unajua, Wafilipi mlango wa 3 Paulo anasema, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu. Kaza mwendo utimize mwito mkuu wa Mungu. Unajua, kuna wakati katika maisha yangu Mungu alininenea kwa dhati kuhusu mambo fulani aliyotaka niwafanyie wazazi wangu, na sikuelewa wakati huo kwa nini Mungu aniambie nitumie pesa zangu kuwasaidia watu wawili ambao hawakunifanyia lolote. Niwanunulie wazazi wangu nyumba, fanicha, niwatunze, nihakikishe wana chakula, nihakikishe nyasi za bustani yao zimekatwa,
niwalipie ili hatimaye waishi vizuri katika nyumba ya wazee na mambo mengine mengi. Kwa nini Mungu aniambie nifanye jambo kama hilo? Haikuwa haki, lakini unajua nini? Mungu hutuambia tufanye hivyo kila wakati. Kwa ufupi, siwezi kuwaelezea, lakini kitu cha ajabu kilitendeka katika huduma yetu. Hatimaye nilipoamua kuachana na machungu hayo na chuki hiyo kikamilifu, na nikawa tayari kuwa na uhusiano wa upendo na Baba yangu, huduma ikaanza kukua. Najaribu kukwambia kwamba Mungu anataka kukuinua, lakini kuna vitu fulani ambavyo huwezi kwenda navyo kiwango cha juu zaidi. Unajua kwa nini? Kiwango kipya, shetani mpya. Unaona, huenda hapa chini kuna vitu ambavyo unaweza kuishi navyo kama vile mtoto wa tai. Lakini mpendwa, ikiwa unataka kufika hapa juu, kuna kitu ambacho lazima kiondoke katika basi hilo kabla hujafika kwenye kituo hiki. Amen. Nilifunza Biblia nyumbani kwa miaka 5, kisha nikahisi kana kwamba Mungu alikuwa ananiambia niachane na kazi hiyo, na alisema, tazama nafanya kitu kipya. Nilisisimuka. Ndio, Bwana asifiwe. Ndoto yangu itatimia sasa. Na mpango wa Mungu kuhusu kitu kipya ilikuwa nikae bila kufanya chochote kwa mwaka mmoja. Nikana kwamba aliniweka ndani ya store. Unajua, umewahi kutoka katika hali ya kuzaa matunda kidogo na kujipata huzai matunda yoyote? Basi nilikuwa nazaa matunda kidogo, kisha nikajipata sizai matunda yoyote, lakini hatimaye nilizaa matunda mengi. Sawa, wacha niwaambie kuhusu matunda kidogo. Unaona, nilikuwa nafunza watu 25 ndani ya sebule yangu, na sasa bila shaka, unajua, nimebarikiwa kufunza watu kote duniani kila siku, kuanzia 25, na hapo katikati nilifanya kazi na kanisa lile, na unajua pia nilifanya vitu vingi vingine mbalimbali, na kulikuwa na vitu fulani ndani yangu ambavyo singeenda navyo hapa. Nilikuwa na hofu, hisia za kutokuwa salama, na nilitumia muda mwingi nikijilinganisha na watu wengine. Na Mungu alitaka niwe mimi, na Mungu anataka uwe wewe. Mungu hataki uwe fotokopi ya mtu yeyote, anataka kitu kipya tena halisi. Amen. Mnanisikia? Kitu kipya tena halisi. Ni bora uwe wewe mwenyewe, kwa sababu watu wengine tayari wameshachukuliwa. Na pia itakuwa bora kwako kujifunza kujithamini mwenyewe. Hata unaweza kujipenda kwa njia yenye usawa, kwa sababu kila mahali uendako wewe hubadiliki. Basi nilisikia hadithi hii na naamini ni kweli. Mimi si mtaalamu wa mimea, lakini nadhani hadithi hiyo ni ya kweli. Tuseme kuna mtu mwenye shamba la michungwa. Unajua kila kitu kinaanza na mbegu. Unapanda mbegu, kisha hatimaye unapata mti, kisha unangoja matunda. Basi umengoja kwa muda mrefu kupata matunda. Basi tafakari hilo katika maisha yako. Umengoja kwa muda mrefu kupata matunda, na sasa ghafla wakati unafika. Kwa hivyo unaona machungwa madogo madogo yakianza kujitokeza katika matawi. Bwana asifiwe, matunda hayo. Lakini mkulima wa matunda ambaye ni mwerevu ataenda na ayatunde yote, na hata acha kwenye mti mwaka huo, kwa sababu akizuia mti huo kuzaa matunda hayo madogo madogo, baada ya mwaka mmoja au miwili, kisha pengine mwaka unaofuata afanye hivyo tena, pengine matunda yatakuwa makubwa zaidi mwaka unaofuata, lakini anasema hapana, bado hayajakuwa kama anavyotaka. Kwa hivyo anayatunda tena. Kama ungekuwa mti huo, ungefikiria huu ni mchezo gani? Nimengoja muda huu wote, na nimetia bidii sana, na nimesimama hapa, na nimesimama hapa, na nimengoja, na nimengoja, na sasa hatimaye nimepata machungwa haya, na unayatunda yote na kuyatupa. Unajua, ikiwa huna hekima ya kiroho, hutanielewa. Huenda unasema,
Mwanamke huyu amerukwa na akili. Tumezungumza kuhusu kila kitu, kuanzia Dave akiwa chooni mpaka kutupa machungwa na kujifurahisha hivi Jumamosi asubuhi kunapaswa kuwa kinyume na sheria. Lakini mkulima wa matunda anayefanya hivyo akiweza kungoja kwa miaka 2 au 3, basi atapata machungwa mazuri, makubwa na yenye afya ambayo hujawahi kuona maishani mwako. Sawa, basi nikawa na kikao changu kidogo cha kufunza Biblia na nikawa nazaa machungwa madogo. Nilikuwa na watu 25 waliokuja kila wiki. Tuliketi kwenye sakafu ya sebule yangu, nafundisha Biblia, wanaenda nyumbani, wanarudi wiki inayofuata. Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa kipindi kizuri maishani mwangu. Kisha Mungu akasema, haya, wacha hii. Tazama, nafanya kitu kipya. Basi mwaka uliofuata niliishi nikijaribu kuwa kama jirani yangu. Najua yamkini mmeshasikia hadithi hizi, kwa hivyo sitawachosha kwa kuwasimulia tena. Jirani yangu alikuwa mwanadada wa kufanya mapambo na hakuwa mwanamke wa kawaida kabisa. Unajua, mimi sikuwa na ujuzi wa kufanya mapambo. Mimi ni mtu ambaye naweza kuweka fanicha nyumbani na baada ya miaka 20 zitakuwa hapo hapo. Basi yeye alikuwa anasogeza fanicha zake kila wakati, na kila mwezi ukiingia kwake, nyumba yake ilionekana kuwa mpya kabisa. Na alikata nyasi zake na alipaka rangi mwenyewe kama mume wake hayupo, na alijitengezea mwenyewe sehemu za kuweka mimea. Alifanya mambo mengi mbalimbali. Lakini mimi huku nilishindwa hata kuwasha mashine ya kukata nyasi. Na Dave akitaka kushona kifungo kwenye shati lake, itabidi ajishone mwenyewe kwa sababu mimi nikifanya hivyo itaanguka tu baada ya muda mfupi. Lakini shetani alianza kuniambia, nimesema shetani alianza kuniambia, unapaswa kuachana na fikira hizi za kutaka kuleta mabadiliko duniani na utulie, uwe tu mwanamke wa kawaida. Mmenisikia? Unahitaji kuwa kama watu wengine. Kuna mtu amenisikia? Basi jirani yangu akaanza kunifunza kushona na alikuwa na bustani. Basi na mimi nikafikiria napaswa kuwa na bustani. Ulikuwa mwaka mbaya sana kwangu. Nilihitaji kuwa mahali nikifukuza mapepo, na mimi huyu hapa anajaribu kuhifadhi nyanya ndani ya mkebe. Jamani, mbona tusiwe na ujasiri wa kufuata kile kilicho moyoni mwetu? Na kama unaopakwa kuhifadhi nyanya, basi fanya hivyo. Si kwamba ni vibaya kufanya hivyo, lakini huwezi kuwa kama watu wengine. Basi kushona pia hakukufua dafu, nilishindwa kabisa. Hata bustani haikufua dafu. Wakati wa kuhifadhi nyanya ndani ya mikebe ilifika, lakini wadudu walikuja na wakatoboa matundu kwenye nyanya zangu usiku kutwa. Jirani yangu aliishi karibu sana na kwangu, umbali wa kama kutoka hapa mpaka pale mwisho wa jukwaa lile, lakini wadudu hawakula nyanya zake. Lakini zangu ziliharibiwa, ingawa nilikuwa nimeziombea, kwa sababu mimi ni mwanamke wa imani. Tuko pamoja? Unajua, mtanisamehe, mimi sikwenda shule ya Biblia. Nilienda shule ya Roho Mtakatifu. Basi nilimpigia simu, tulihitaji kuweka nyanya ndani ya mikebe siku hiyo, na nilisema nyanya zangu zimeharibika. Alisema, unasema nini? Nilimwambia nyanya zangu zimejaa matundu meusi, na alienda nje kuangalia zake, kisha akanipigia simu na akasema zangu ziko sawa. Na nilienda mbele za Mungu na nikasema, nini kinaendelea? Niliombea nyanya zangu. Na alinijibu, sikukwambia upande nyanya? Sina jukumu la kulinda nyanya zako? Tuko pamoja? Huenda pia wewe unajaribu kukuza nyanya na mambo hayakuendei vizuri. Nafurahia hii leo.
Pengine kile unachohitaji kuachilia asubuhi ya leo ni wazo kwamba hauko sawa kuwa wewe mwenyewe. Mmenisikia? Nimesema pengine unapaswa kuacha kujichukia mwenyewe, kujikataa mwenyewe na kujikashifu kila wakati. Na pengine unahitaji kugundua leo kwamba Mungu alikuumba kwa mikono yake mwenyewe tumboni mwa mama yako. Alikupa utu ulio nao sasa, alikupa vipawa ulivyo navyo na udhaifu wako. Wacha niwaambie jambo. Mungu anataka uwe wewe mwenyewe, na huwezi kufika kiwango cha juu zaidi ambacho Mungu amekupangia mpaka uamue kuwa wewe mwenyewe. Amen, 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 amen. Ni wakati wa kuachilia vitu fulani maishani mwako. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.